Hello. Nimefika sehemu ulilomwelekeza boda wako anishushe, na mimi nimeshafika ila sikuoni. Nilifika kabla yako, ila nilikuwa naangalia mazingira, hakuna mtu anayekufuatilia. Nifanikiwa kuzipata kweli? Ndiyo, nimeipata, ila samahani kwa kuchelewa. Nipita kwanza nyumbani kubadilisha nguo, maana ule muda tuliokuwa tunazungumza ndo nilikuwa natoka kazini. Kwa hiyo samahani kidogo. Hizi hapa hati zako. Asante, kazi nzuri sana. Asante. Vipi we binti, hela yako mbona hujachukua hela? Nafikiri hiyo pesa yako utanipatia mimi. Unaelekea huku? Nipo naelekea huku. Ulipenda kupita, ulimpa roho, ukapoteza yako merimela. Machozi yanabeba damu, प्यार ने तुमको तो दे दिया, ओ मेरी मेला। Wewe vipi? Kulikoni? Mbona umenisimamisha hapa? Kuna nini kwani? Na unataka nini kwangu? Melimela, nisikilize. Nilikuwa naomba kuongea na wewe. Mimi na wewe tumeshamalizana tayari. Unataka nini tena kwangu? Sikiliza nikwambie mwanaume. Hivi ili siku ambayo unataka kuniua pale, ungeniua leo, ungeongea na nani hapa? Wewe una kichaa Unajizima data eti? Sikiliza. Sitaki unipotezee muda wangu. Naomba uniache. Melimela ambaye uko unamjua wewe ameshakufa tayari. Huyu wa sasa ni mpya na pia na maisha yake. Upo? Naelewa. Hali ulionao ni kutokana kwamba kile tulichokifanya kule ndio muona hasira na mimi. Sawa Ila nisikilize nikwambie kitu kimoja. Nilikuwa naomba niongee na kitu kidogo tu na ni cha muhimu sana kwako. Hivyo naomba tu muda wako, wala hata dakika 5 zinatosha. Nini? Unajibagana kuongea kwangu? Kuna jipya Dekan. Kwanza nimeshakusahau. Upo? Nimesha mtadi. Basi naomba uniache jamani. Kitu gani kwani? Melimela, iko hivi. Kuna watu wanataka kukuua. Kwa hiyo kama utaendelea kuleta huo ubishi wako, nafikiri ndio utakuwa maisha yako ya mwisho kuishi hapa duniani. Na ndio maana nahitaji sana kuzungumza mimi na wewe. Kwa sababu sijui nikuelewesheje ili unielewe, lakini hebu nisikilize. Naomba muda wako kidogo tu tuzungumze. Dekan, pole sana kwa yote ambayo amekukuta. Kiukweli sikutegemea kabisa kama utakutana na yote hayo. Asante sana. Hata hivyo mimi mwenyewe hapa, baada tu ya yake kupewa pesa na sponsor wake, nikaamua nichukue zile pesa na kwenda kuanzisha maisha yangu mapya. Na pia niseme tu nisamee sana, maana uongo kwenye mapenzi umezaa mambo mabaya sana. Yaani sikutarajia kabisa Dekan.
mambo niwie radhi bure. Najuta kwa nimefanya yote yale. Najuta kwa nimekuongopea kwa kila kitu katika haya maisha. Nisamehe sana. Mimi nilichojifunza ni kwamba katika maisha ya mahusiano unapaswa tu kumvumilia mwenza wako, haijalishi ni mpenzi, mchumba au mme akiwa hana, kwa sababu tamaa hizi mara nyingi mwisho wako unakuwaga sio mzuri. Ndio kama sisi tumejikuta tunapitia maisha ambayo hata hatukuwahi kuyafikiria kwenye maisha yetu kama tunaweza tukapita kwenye hizi njia. Kwa hiyo Dekan, naelewa yote hayo, yaani naelewa, na ndio maana nimekwambia tu naomba unisamehe kwa yote ambayo nimekufanyia. Nisamehe sana yani. Kwa sababu sina kingine cha kusema zaidi ya msamaha tu. Kwenye haya maongezi ambayo tunaongea hapa. Naomba unisamehe sana. Melimela, mimi nimekusamehe. Vile vile hata mimi nahitaji sana msamaha wako kwa sababu sio wewe tu ulionikosea. Hata mimi nijikuta naanza kukukosea pia. Hivyo naomba unisamehe sana. Sijari, yaani mimi mpaka nimetoka kule nimekuja kukaa hapa na wewe. Nimeshakusamehe tayari. Yaani sina kinyongo kabisa na wewe. Nilikuwa natamani siku itokee Dekan nikae naye hapa tuongee. Nilikuwa natamani sana, ila ndio hivyo tu, nilikuwa nauliza nitakupatia wapi. Kwa sababu hata kama ningesema nikupigie simu, ungejua tu kama vile nakudanganya. Kwa hiyo mimi nimekusamehe Dekan. Nataka tuwe pamoja mimi na wewe. Tuendeleze maisha yetu kama tulivyokuwa tunakaa mara ya kwanza. Na pia kama hivyo ulivyosema, kuna watu ambao wanataka kuniua. Mimi siwezi kukabiliana nao hao watu. Kwa hiyo inabidi tukae wote mimi na wewe ili tuweze kushirikiana kuhusu hili swala. Au unaonaje? Usijali. Naelewa sana hitaji la moyo wako. Unatamani uwe na mtu ambaye atakulinda pia, lakini nikutoe tu hofu. Unajua Melimela, kwa sasa hatuwezi kukaa pamoja kwa sababu moja. Wale watu wananiwinda sana mimi. Kuhusu wewe bado hajajua unapatikana wapi. Kwa hiyo ikitokea mimi nimekaa karibu sana na wewe, itakuwa rahisi wao pia kukufikia, kitu ambacho mimi sikitaki. Hivyo kwa sasa endelea kubaki mwenyewe. Na mimi acha nibaki ninapokaa. Ila nitahakikisha nakulinda kwenye kila hatua yako. Hakuna mtu yote atakayekufikia kwa uharaka. Na sio kwa uharaka tu, yaani hakuna mtu yote atakayekufikia. Kiufupi nitakuwa mlinzi wako kwa kila sehemu. Na baada ya haya yote kuisha, na imani hatima yetu itazungumza. Hivyo kuwa na amani. Sawa Dekan. Asante kwa yote. Asante kwa kila kitu. Na pia asante sana kwa kunisamehe. Sikutarajia hili kutoka kwako. Nakupenda sana Dekan. तू सुबह की पहली किरण, मैं आधी रात की तन्हाई. Sawa basi. Mimi nafikiri tungeelekea nyumbani kwako nikupeleke ili na mimi nikapafahamu pia. Sawa, haina shida, tunaweza kwenda. की कागज पर तुझ में ही मैं सिमट जाऊं. तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा रास्ता. दिल की स्याही से बस तेरा नाम रहता. तेरी कंधे पे रख के सर दुनिया सारी भूल गया. तेरी पलकों की छाँव में खुद को तुमने ढूंढ लिया. एक तेरी धड़कन पे रुका ये मेरा हर फासला. तू कह दे बस एक दफा, मैं बन जाऊं आईना तेरा.
Mimi nafikiri ungeacha tu kufungua ungekuja tukae hapa tu. Maana sidhani kama nitaingia ndani. दिल की स्याही से तेरा नाम मैं Deka, karibu nyumbani. Hapa ndo nyumbani ambapo nakuishi mimi. Karibu sana. Asante sana Melimela. Ni pazuri sana. Sasa unajua nawaza kitu kimoja. Pesa uliokuwa unamdai Eki ni kidogo sana. Sasa sijajua umeweza vipi kuafodi nyumba nzuri kama hii. Yaani hiyo pesa yote umetoa wapi? Au ushapata sponsor tayari? Yaani kiukweli Eki kuna pesa alinigaia. Ilikuwa ni nyingi kidogo. Nikafungua kabiashara kangu, nauzauza rasta, viatu na vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo pia yaani ile hela nimeizalisha mara mbili ya ndio nyingine nikasema nipange hapa hivi kwa sababu sikutaka kupanga chumba kimoja kujibana bana, nikasema hapana kwa sababu pesa inatosha. Kwa nini sijibane bana hivi? Hongera sana. Unajua Melimela, tukiachilia mbali yote tuliyoyapitia mimi na wewe, kitu ambacho niliwahi kukupendea, wewe ni mwanamke ambaye una akili sana. Akili ya kimaisha pia. Yaani una uwezo wa kukifanya kidogo kiwe kikubwa. Kwa hiyo hongera sana kwa hilo. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki kweli. Dekani bwana, asante sana, Mungu ni akubariki. Sasa nafikiri kwa sababu nishapona nyumbani, sio mbaya mimi kama nikiondoka. Nilikuwa naomba mimi niondoke. Dekani na wewe, yaani dakika 5 jamani kweli. Hapo hujanimisi wewe. No. Naomba tu niondoke, nitarudi wakati mwingine. Kikubwa nishapafahamu nyumbani kwako. Basi sawa, nadhani tale mimi sikaja nyumbani, unaweza kuja muda wote na saa yote. Okay. Poa basi. Mimi nafikiri wewe hata usiponisindikiza, acha mimi niende. Na kweli maana nimechoka hapa. Kwanza nina njaa nataka nikapike nile, wewe naye umekataa, nitengepika au tungekula hapa ingekuwa vizuri zaidi. Ulikuwa unaenda wapi baby? Joani, nafikiri hayo maswali ya kuniuliza mimi nilikuwa naenda wapi, kufanya nini na kuniita hayo majina, anapaswa kuniita mwanamke wangu na sio wewe. Sasa sijajua wewe unaniita kama nani ili hadi sasa tushaachana. By the way, nafikiri ungeongea kitu ambacho kimefanya mpaka kuniambia tukae hapa. Punguza hasira baby. Nipo hapa kusaidia wewe. Kuna watu wanataka kuchukua hati ya nyumba unayomiliki. Joani, umejuaje hayo? Kuna mtu amenipa kazi zidi yako. Sasa sitaki tupoteze muda. Kuna kazi nataka unisaidie. Na msaada mkubwa sana nautegemea kwako. Yes, yako na Dekani. Wewe unajuaje kwamba Dekani ni ex wangu? Sio vitu vya kuficha. Hata mimi mpaka sasa hivi ni ex wangu. Mbona hatari? Mbona ninavyokuona wewe ni kama mama yake kabisa kumzaa Dekani. Alafu inakuwaje unakuwa ex yake? Ndugu yangu, kwa umri wa sasa hivi, kwa hali ya sasa hivi, nategemea mapenzi yana umri. Okay, tuachane na hayo. Nataka unisaidie kitu ambacho ni muhimu sana. Dekani nilimjengea nyumba na kumwekea kila kitu ndani, lakini siku ya siku akanigeuka. Pointi yangu ni hivi, nataka ile hati ya nyumba niweze kuirudisha kwangu. Madam, unajua sio rahisi. Ni rahisi kwa sababu kila kitu nishaandaa. Wala usijali. Unaona haya maji? Haya maji ukimpa akinywa ataongea kila kitu. Ila mimi nakuona kwenye macho yako, naona unasita kwamba mimi nitakulipa.
nitakulipa shilingi milioni 1. Cha muhimu, hakikisha haya maji anakunywa, na ndani ya dakika 1 ataanza kuongea kila kitu pasipo yeye kujielewa. Hapo ndo unapotakiwa kuchukua data za msingi. Huo ndo msaada wangu naotaka kutoka kwako. Madam, naomba nikuulize swali. Hii sio sumu ya kumuua kweli? Wala hawezi kumzuru, ni maji atalala tu na kisha ataendelea na maisha yake kama kawaida. Ili mradi tu ni kuwa makini atakachokueleza. Sio, unanielewa? Akisha kunywa hayo maji atakueleza kila kitu. Utanipigia simu, nitamwelekeza bodaboda sehemu ulipo, atakuja kukuchukua mpaka kwenye ile hati alipokuambia. Hapa nitakupa pesa kidogo tu ya kwamba kazi yangu uanze kuifanya. Sijui unani, wala usijali, swala la pesa mimi sio shida zangu kabisa. Mambo ya hela tena. Sawa, usijali. Hapa kazi yako tu ushaifanya, hata usijali, kazi yako imeisha. Hamna shida, nakutakia kazi njema. Asante sana Joan kwa kunipa taarifa, ila na imani kabisa mtu alokutuma hawezi kukuamini akakuacha mwenyewe. Lazima kuna mtu amemwagiza kufuatilie, na imani hata hapa tulipo anakutazama. Sasa basi, naomba hayo maji ninywe. Maana hiyo dawa aliyoiweka humo ndani naijua. Ukinywa ndani ya dakika 1 utaanza kusema ukweli wote, na baada ya dakika 3 utapoteza fahamu. Kwa hiyo basi naomba ninywe. Hasa Dekani, ukinywa ya maji si ndio itakuwa alivyoniagiza yule mama? Hapana, nachokifanya hapa kwa sababu naamini yule mtu aliyotumwa kwa ajili ya kututazama au kukufuatilia wewe yuko mbali sana na mimi. Kwa hiyo hawezi kuona kile kitu ambacho nitakuwa nakifanya. Sitakunywa, ila nitayaweka tu mdomoni. Alafu baada ya dakika 1 wewe niulize swali, nitakuelekeza hati ilipo. Ila utakapoenda kule hautakuta hati halisi. Nitakuelekeza sehemu ambapo nimeweka makaratasi yangu ambayo natumia chuo. Wewe utayachukua na kumpelekea huyo mama. Sasa hapa nimekuelewa. Sasa nikichukua zile hati ambazo sio zenyewe, yule mama alivyomuona, si ataniua kweli? Ondoa shaka Joan. Wakati unapeleka hati, nitakuwa nyuma yako. Na nitakuwa huyu mtu ambaye kama yupo anatufuatilia, lazima atajitokeza atakaponiona mimi nimezimia. Atataka kuhakiki. Kwa hiyo nitapambana naye. Kisha nitaanza kukufuatilia wewe mpaka utakapoenda kukutana na yule mama. Hakikisha utakapomkabidhi hizo karatasi usibaki eneo lile. Mkabidhi kisha uondoke bila kuzungumza naye kitu chochote. Ili akiwa katika taharuki ya kutaka kujiuliza kwa nini unaondoka bila hata kuchukua pesa yako, mimi hapo nitajitokeza. Kabla hajajiandaa kufanya tukio lolote, mimi nitamshambulia. Kwa hiyo kuwa na amani. Hakuna chochote kibaya kitakachokukuta. Nitakuwa na wewe kama ambavyo umekuwa na mimi kwenye hili. Naomba nipe maji.
Hati zipo sehemu gani? Hati za nyumba zipo chumbani kwangu. Kwenye diary kuna karatasi ya kaki nimeziweka huko, nimezificha. Kwa ukifika hapo unaziona tu. Nasikia kama kichwa kinaniuma. Halo madam. Dekan, kwa hiyo kumbe namba 7 ndo anapambana na wewe? Unajua hata mimi sikufikiria kama mwanao Mchilo ameungana na mama yake mzazi. Na inashangaza sana kuona mwanao umembadilisha mpaka jina, umemwita namba 7. Kwa hiyo namba 7 ndio Mchilo wangu mimi? Tuachane na hayo. Naomba nikwambie kitu kimoja, mamdogo. Hizo sio hati ulizoshika hapo. Ni makaratasi yangu ya mtihani wa darasa la 7. Tena mtihani wa English ambao nilipata max 20. Ila naomba nikwambie kitu kimoja. Laiti kama mimi ningekuwa muuaji, tusingekuwa tunazungumza mimi na wewe hapa, wala mwanao mpaka leo asingekuwa hai. Ingekuwa tayari muda sana nishamuua. Na hata wewe kwa muda huu tayari ningekuwa nishaku. Wewe